Mimi ni kwa jina naitwa Jerry Clement Matwanga almaarufu Jelikoto. Ni mwenyekiti wa CCM kata ya Temeke 14. Lengo na madhumuni ya kuitana hapa, ndugu zangu, kuna vitu vimetokea pasintofahamu ndani ya kata yetu ambavyo tumeona bora sasa tutoke sisi kama wakazi wa kata 14 kwa ajili ya kuviweka sawa ili umma upate kuelewa nini kinachoendelea ndani ya kata yetu. Na kubwa zaidi tulichokuitieni hapa ni kwamba kuhusiana na rafiki yetu, ndugu yetu kipenzi, yeye pamoja kwa rafiki yetu lakini ni mwanadini, ni mwalimu wa dini, ndugu yetu anaitwa Nurdin Kishki. Kwambieni ndugu zangu wanahabari, watu wa Temeke kata 14 tuko tofauti kidogo na watu wa maeneo mengine unaweza wakasema katika ndani ya nchi hii. Sisi huku kwetu swala la Muhammad sio mtume, Yesu sio sijui mwana wa Mungu, huku sisi sio sehemu ya maisha yetu. Sisi huku tunaishi ndugu, tunaishi kijamaa zaidi. Enzi ya udogoni kwetu, ikitokea sikukuu ya Idi, watu wanakwenda kwa kina Kishki, kwa kina Jafari Ibrahim Show, kwa mzee Show, kwa ndugu yangu hapa sana Malongo kwao, hawa ni Waislamu. Lakini ikitokea Krismasi, watu walikuwa wanakuja nyumbani kwetu sisi, wanakuja kusherehekea pale na mama yangu na mama Matwanga na ndugu zangu. Nurdin Kishki ni mtu wa watu katika eneo la kata 14. Ni mtu ambaye hachagui kabila, hachagui dini. Mwenye kusaidia pindi pale anapoona anaweza kusaidia. Nurdin Kishki ni mmoja kati ya wenzetu sie. Kama nilivyotangulia pale awali, alichagua kwenda kwenye mambo ya dini. Amekaa huko, ameweza kufanya mambo mengi kwenye dini. Sasa leo wanatokea baadhi ya watu wanasema kwamba Nurdin alifanya moja, alifanya mbili, lakini sasa ukimchukua, ukimweka mezani, ukikalkuleti, unaona kabisa vitu ambavyo anavyoambiwa Nurdin ni vitu vya uongo ambavyo havistahili hata kufuatishwa katika dunia hii. Nimesikia kuna mahala anasema ndani ya miaka 5 sijui aliweza kufanya na mwanamke ambaye huyo mwanamke anaitwa Mariam Bandu. Mariam Bandu sisi ni mdogo wetu, ni dada yetu, tunaishi naye katika eneo la kata 14. Na hivi ninavyokuambia, Mariam Bandu ni mke wa mtu ambaye anaishi Mtoni. Sasa angalieni hapo ndugu zangu kwamba yule ni mke wa mtu ambaye ameondoka huko kata 14 zaidi ya miaka takribani 5. Leo anakuja kuambiwa kwamba anahusishwa katika tuma ambayo ya kutaka kumchafua mtu. Mara tunaambiwa sijui ameenda akamzalisha sijui dada gani, mtoto kapeleka wapi? Kwa sababu ukipiga hesabu unaambiwa sijui alifanya na Mariam ndani ya miaka 5. Kishki ana mtoto ambaye anazidi miaka 12. Vuta ile mashindano yake aliyokuwa anaanzisha, sasa hivi yana umri gani? 26. Wanakuja viongozi wa kiserikali, viongozi wa nchi zingine, wanakuja viongozi wa dini. Leo inakueje akafanya upuuzi ambao wanasema ndani ya miaka 5. Na mimi nikwambieni tu, mimi Kishki rafiki yangu nimekuwa naye. Sio Kishki, wale wote mimi nimekuwa nao. Kuna wadogo chini, kuna Salah, kuna Kim. Mimi wale wote nimekuwa nao. Tutaongea mengi, tunisichukue muda mrefu kwa sababu na wenzangu hawa wana yao ya kutaka kusema. Lakini kubwa sisi lilotuleta hapa ni kuja kukataa mzigo ama madhambi yanayobebeshwa ndugu yetu pasipo na sababu yoyote. Kwa nini alafu? Mbona hiyo miaka 10 na ngapi haikusemwa mambo haya? Kwa nini anasemwa sasa hivi? Kuna kitu gani? Lakini niwaambieni kwa jinsi Kishki alivyo sasa hivi, na yeye dini yake inamruhusu kuwa na wake 3 mpaka 4. Sasa ingechukua chuma chochote hata Mombasa au Singida sijui Lindi Mtwara, sasa ingechukua chuma kingine, tena sio chuma, vyuma vingine, angesema aweke ndani aoe. Hizi hoja zingine ni kutaka kumchafua.